Kuibalange mikongo kuibalange mikongo kutianga mpongo. Mimi naamini akili zingekuwa zinauzwa dukani ningeenda kununua kwenda kumuongezea Ali Kamwe. Naomba urudie hapa Mikoi, kama akili laiti akili zingekuwa zinauzwa kama bidhaa nyingine, wallahi ningeenda kununua kwenda kumuongezea Ali Shabani Kamwe. Kwa nini Mikoi umeamua kuzungumza hivi? Wao walikuwemo kwenye mashindano, hawakuwemo. Leo Tanzania timu 4. Twende kwenye takwimu, ukiachia Tanzania, twende Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, timu 6 zilikuwa zinashiriki katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho barani Afrika. Timu gani imefaulu? Timu gani imefaulu? Watatujibu kwenye comment watazamaji. Niwaambie tu watazamaji wenu. 100% mwaka huu Simba malengo yetu yamefanikiwa. Mwaka huu Mikoi, Simba malengo yetu yamefanikiwa kufika finali kombe la shirikisho. Niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Niwapongeze sana management ya Simba. Niwapongeze sana technical bench ya Simba kiongezwa na Fadlu. Lakini za kipekee ndani ya moyo wangu niwapongeze sana mashabiki na wanachama klabu Simba. Malengo ya Simba yamekwenda, yamefanikiwa. Na kwa nini nasema malengo ya Simba yamefanikiwa? Timu kubwa inapokwenda kwenye mashindano, inapokwenda kwenye mwaka, inakuwa na target zake. Mwaka huu target ya Simba ilikuwa kufika nusu finali ya mashindano ya shirikisho barani Afrika. Na kwa nini target yetu tuliweka nusu finali ya shirikisho barani Afrika? Kwa sababu maisha ya robo finali tuliishi kwa muda mrefu. Wenzetu hawa, nyuma mwiko hawa, akina Ndala Ndefu hawa, akina Semanile hawa, wakati sisi tunaweka target zetu, wao wakatuambia hawa tunawaita mwaka robo. Maana yake waliamini kwamba target ya Simba kila mwaka wanafikia robo. Baada ya sisi kugundua kila mwaka tunafika robo, tukaweka malengo yetu kutoka robo kwenda nusu finali. Kwa bahati nzuri malengo yetu yakaenda kufanikiwa, tukafika nusu finali. Lakini mwanadamu ameumbwa na tamaa. Kufika na nusu finali tukakaa, kumbe kufika finali tunaweza. Tukaenda tukapambana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, jitihada akazikubali, tukaenda wapi? Nusu finali. Lakini yale maisha ya kibinadamu bado yapo, maisha ya tamaa. Tukasema la, kumbe kuchukua kombe inafanyaje? Inawezekana. Tukajipanga, tukapambana na mimi na kuchukua kombe. Kwa bahati mbaya Uafrika wamekwenda kuamua, kombe wamekwenda kuchukua Berkane. Mikoi, Young Africans wanasema yule kocha yule referee aliwachezesha kwenye mchezo wa robo finali zidi ya Mamelodi Sundowns ndio yule ambaye amechezesha RS Berkane zidi ya Simba, Simba zidi ya RS Berkane. Wao wanasema wamemsamehe. Mikoi, Young Africans kwenye hilo wameibuka, wanasema yule refa japokuwa wamemtendea mabaya, lakini kwenye hili ambalo wamelifanya kwenye mechi ya Simba wao hawana deni naye. Kwa kweli unasemaje Mikoi? Na wamechapisha hadi nini pale ambazo zimeweka kwamba aggregate ni bao 3-1. Hili kwako Mikoi limekaje? Limekaa vizuri. Na ndio maana nikasema light kama akili zingekuwa zinauzwa dukani, ningekwenda kununua afu nikaongezea baadhi ya watu wa Yanga. Hadi mashabiki wa Yanga kwa ujumla. Yaani ningeenda kununua zile akili zile, ningeenda kuwafanyaje? Kuongezea. Leo hii wao ndio walikuwa wanalia na muamuzi yule. Of course, baada ya mechi. Baada ya mechi ya robo finali. Mechi ya juzi kila mmoja amefanyaje? Ameona. Mimi naamini kwamba labda wangekaa wangeleta kutafakuri. Kwa nini waamuzi hawa pinde ndapo tunapokutana nao katika hizi mechi, mechi za namna mbili, mechi ambazo muamuzi yule anakwenda kuziamua vibaya, ndio mechi ambazo viongozi wa shirikisho la soka barani Afrika timu zao. Sio, nimeeleweka vizuri au nirudie? Rudia watu waelewe vizuri. Yanga walicheza na nani? Mamelodi Sundowns. Mwenye Mamelodi Sundowns ni nani? Anajulikana kwa namna ambavyo kwenye cheo chake yuko na kiongozi wa timu. Mwenye Mamelodi sema ni Musepe ndio mwenye timu yake, ambao muamuzi yule mechi ya Yanga na Mamelodi amekwenda kufanyaje? Ameharibu. Sio? Simba amekwenda kucheza Berkane. Muamuzi aliharibu mechi ya Yanga ndio muamuzi ambaye anakwenda kuchezesha mechi ya Simba na nani? Na Berkane. Timu ya Berkane ya nani? Makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika. Mimi nilifikiri sasa tafakuri yenye akili timamu ngeletwa kupeleka shinikizo kwa viongozi hawa kuto kuwashinikiza waamuzi pinde ninapokwenda kukutana na timu zetu.
Kodi hiyo. Mikoi Hiyo mtu mwenye akili timamu anajua kabisa mwamba kaongea. Lakini kwa sababu kuna siasa za mpira ndio ushatengeneza Simba na Yanga, wache ziendelee kuzitafuna, wache ziendelee kutuumiza. Kwenye hili tunapaswa kuungana mkono kulitetea. Ni kwa nini timu zetu zinanyongwa Mikoi Kisugu? Yako makundi huwezi kuungana nao duniani, sisi tutajua namna ambavyo ya kuweza kupata haki yetu. Sisi tutajua namna ambavyo tunapeleka wapi malalamiko yetu na vipi malalamiko yetu yanakwenda kufanyaje? Yanafika. Na siku zote katika unapoamua kushirikiana na mtu, angalia mtu unaoshirikiana naye uwezo wake ukoje. Leo hii Simba Sports 100% tuna uhakika mwakani tunakwenda kucheza Champions League. Ndio. Niwaambie mashabiki wa Simba, wakati wa kushikamana na kuungana mkono ni wakati huu. Tuwe watulivu, tuendelee kuisupport team, na hakika tutakwenda Champions League tukiwa wapya. Niseme ubora waliokuwa na huu Simba mwaka huu, registration ambayo Simba tunakwenda kuifanya mwaka huu, wallahi nakuapia mbele ya Mwenyezi Mungu na ananisikia, mwakani Simba anakwenda tena finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi naomba rudia hapa kwamba mwakani Simba anakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Hiki kimekupa matumaini kiasi gani kilichoonekana mwaka huu? Moja, ubora wa technical bench tuliokuwa nao, lakini pili, taarifa nilizokuwa nazo za usajili ambao kuna watu wanakwenda kuongezewa kwenda kuisaidia Simba klabu bingwa barani Afrika. Kuna taarifa unazo Mikoi? Niwaambie mashabiki wa Simba wakae kwa kutulia, yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafurahisha. Yes. Mikoi, hiki kinachoendelea hivi sasa kwa mashabiki wa Young Africans, lakini pia kwenye soka letu la Tanzania, ndio utani wa jadi ambao tunautaka kwa namna ambavyo kuchagiza Yanga na Simba, ama kuna namna ambavyo linadidimiza soka letu la Tanzania? Kwanza mimi niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Nawapongeza sana mashabiki wa Simba, wanajua nini maana ya utani. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wameondoka kwenye utani. Leo hii kuna propaganda zimetengenezwa si kwa faida ya soka la nchi hii. Wanasema kuna mashabiki wamezuiwa kuingia uwanjani na wamepigwa wanasema. Mimi nataka kutoa ushahidi, mashabiki wa Yanga wameingia uwanjani. Mmoja wepo akiwa Kevo. Hivi kuna mtu anakosa kumjua Kevo? Of course hakuna. Hakuingia uwanjani? Ameingia uwanjani. Alipigwa. Wao wanasema waliopigwa ni wakina nani Mikoi? Waseme. Leo hii wanakwenda kutengeneza propaganda, wanataka kuchafua nchi. Mtu amekwenda kupata ajali ya bodaboda, wanasema kapigwa. Kisugu, naomba rudia hapa mtu. Kuna mtu nina ushahidi kapata ajali ya bodaboda Mwanza. Mwanza. Wanachukua wanaposti kwenye mitandao alafu wanasema kapigwa, maskini hata Zanzibar kwenda. Mmoja hapo alioibuka kwenye sakata hili ni mwalimu Yanga Mikoi Kisugu. Anasema kwamba mashabiki wa Young Africans wanaonewa. No comment. Siwezi kukaa mtu mwenye focus kubwa kama mimi, mwenye mtazamo mkubwa na experience kumjibia mwalimu Yanga. Kwenye hili sasa Mikoi, kwamba kuna kitu ambacho kinatengenezwa kwamba ngoja niwaambie, kuna muda mwingine sisi tunakaa kimya kwa sababu ya maslahi mapana ya soka letu. Yako mambo ya ajabu yalitokea kati ya Dar es Salaam Young Africans na Coastal Union Arusha. Viko vitu vya ajabu vilitokea kwenye mpira wetu. Sisi tulichokuwa tunazuia, na mimi mwenyewe moja nilikifanya, nilisema, msemaji wetu alisema shughuli hii ya kwetu, anayetakiwa kuja mpilani kwa sababu shughuli ya kwetu anatakiwa avae jezi yenye rangi, nguo yenye rangi nyekundu. Na hii sio jambo la ajabu. Maana yake nini? Hata harusi ambayo ndugu yangu Haji Manara anajiandaa kutaka kwenda kuoa, sherehe yake lazima atapanga suti watu za kuvaa. Maana yake ukienda tofauti na ile suti ambayo Haji anakwenda kuipanga, utaingia kwenye shughuli. Huwezi kuingia. Madada zetu wa Ndengereko na Wazalamu kuna neno wanatumia, wanasema sare. Siku hizo watu wa bara wameiga na wanasema nini? Vijola tutavaa vya blue. Maana yake ukienda na kijola cha njano au cheusi wote kwa huko pamoja nao. Sisi kwenye shughuli yetu, ulikuwa ukija na nguo tofauti, tunakwambia nguo hiyo unataka uvae, chukua jezi pale. Ela sina, naingia mimi mfukoni na mnunulia jezi, anavaa jezi, tunakwenda kufanyaje? Waache kutengeneza propaganda, waheshimu
kwa maslahi makubwa ya mpira wetu. Mikoi, tukiwa tunamalizia kuchagiza kwenye hili baada ya Simba kurudi sasa katika kombe la shirikisho barani Afrika, kituo kinachofuata ni ligi kuu soka Tanzania bara. Mnyama, kuna namna ambavyo kombe la kwanza amelikosa lakini yamebakia mataji mawili. Mikoi Kisugu, matamanio kama mshabiki na mwanachama nikiona Simba anakuja kutetea kombe la ligi kuu soka Tanzania bara, mnashuka dimani zidi ya Singida Black Stars. Yes, ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Moja ugumu wa mechi, naamini Singida wamepata muda mrefu sana kujiandaa. Simba ndani ya mwezi mmoja na nusu mpaka miezi miwili tulikuwa kwenye pilika nyingi sana. Safari zilikuwa ndefu, Morocco, Tanzania, Tanzania, safari zimekwenda Zanzibar. Lakini leo wachezaji wana siku ya pili baada ya kumaliza fainali ya shirikisho barani Afrika. Lazima tunajua kwamba energy kubwa itakuwa imetumika juu ya hiyo mechi. Tunakwenda kukutana ambao wenzetu energy yao iko vizuri kwa sababu hawajapata mechi muda mrefu. Lakini naamini kwamba sisi ni Simba. Sisi ni timu kubwa. Tuna wachezaji ambao wameshamachua. Tuna wachezaji ambao wanajua dhamira na nia mipango ya Simba kwenye ligi ya CRDB, ni ligi ya NBC, ligi Tanzania. Kwa hiyo kubwa ni waombe sana wachezaji wa Simba. Tunajua kwamba hali halisi ambayo walopitia, lakini imani kesho watakwenda kupambana, watakwenda kuchukua point 3 dhidi ya Singida. Mechi ya Singida na Simba zinakuwa ni ngumu sana. Mikoi, tumalizie kwenye hili. Kuna namna ambavyo Singida ambayo ipo bora hivi sasa, lakini na Simba tukitazama mechi nyingi Simba zidi ya Singida zinakuwa na ugumu ndani yake. Mikoi, kwenye hili Simba yupo KMC Stadium. Singida tunaujua ubora wake. Kuna namna ambavyo ni timu ambayo inazungumziwa kwenye ubora. Simba ametoka kwenye kupoteza huku. Hii mechi Mikoi Kisugu, tukiangalia mbio za ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, kuna namna ambavyo hata Singida wenyewe wanaingia kwenye kuutaka mchezo. Na ndio maana nikasema mechi itakuwa ngumu. Lakini mwandishi, kuna sehemu moja tuniseme. Simba hajawahi kucheza mechi nyepesi. Kila mechi ambayo Simba anakutana nayo inakuwa ngumu. Kwa hiyo mimi naamini wachezaji wa Simba watakwenda kupambana. Na nichukua nafasi hii kupitia ninyi waandishi wa habari. Niwaombe sana mashabiki wa Simba kesho tujitokeze KMC kwenda kutoa support juu ya timu yetu. Najua namna ambavyo watu wamesafiri, najua namna ambavyo watu walivyokuwa na uchovu, lakini wachezaji wetu wao ndio wana uchovu zaidi, wamecheza mechi nyingi za back to back. Lakini kwa sababu wao watakwenda kupambana kwenye pitch, nasi lazima tujitokeze kwenda kuwapa support ili kuhakikisha malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Inshallah niwaombe sana mashabiki wa Simba tujitokeze kesho katika uwanja wa KMC. Mimi naamini tutakwenda kupambana, mechi itakuwa ngumu, lakini mimi najua tunakwenda kuchukua point 3. Huwa niseme siku zote, tusimlaumu paka aliyekuja kufanya, tumlaumu aliyemtuma paka kuleta ilizi. Unamaanisha nini hapa Mikoi? Nimesema hivyo, tusimlaumu paka, tumlaumu aliyemtuma paka. Kesho tunakwenda kukutana na Singida. Shukrani sana Mikoi. Asante sana.